RTC Mali, taarifa ya habari. Vichwa hivi natunga taarifa la habari, wapenda wasikilizaji. Njia ya tangu Kindu kuelekea Kasongo na tangu Kindu kwenda Kalima ni yenye kuharibika sana. Hii ndio uzuni ya wamama wenye kuuzisha sombe ndani ya soko kuu ya Kindu. Maelezo mengi ndani ya uchambuzi hii habari. Askari moja wa FARDC alijiua siku ya tatu ya tariki 25 mwezi na mwaka huu tunao kunako kijiji Kikuni kipatikanao umbali wa kilomita 34 na Kindu ndani ya sekta wa Kabango ya pili mtaani Pange. Katika uchambuzi wa habari wa sikilizaji mtaweza kufuata habari mingi. Na kwa mwisho tutaweza kuzungumzia habari ya kandanda. RTC Mali, habari zote munazohitaji. Dinamo Masudi akisindikizwa nami Abraham Hamisi ndio tunakutangazia. Ngambo funda mitambo yake ni Denis Lamu. Hamujambo. Njia ya tangu Kindu kuelekea Kasongo na tangu Kindu kuelekea Kalima ni yenye kuharibika sana. Ndio uzuni ya wamama wenye kuuzisha sombe ndani ya soko kuu ya Kindu. Njia hiyo ni ya maana sana kwani inaleta biashara mingi na leo inakuwa katika hali mbaya sana. Hawa wameonesha hali hiyo siku ya 4 ya tarehe 26 mwezi na mwaka huu tunao wakati ya ongezi na mwariri wa radio yenu. Kwa upande wao wachuuzi hawa, hali hiyo imeleta magumu kwa usafirishaji ya biashara ikizofesha uchumi. Hawa unena moja kwa mwingine mbele ya mikrofoni ya Radio Manyema Uru. Jina langu Maua Takaisi Suzana. Niko mkaaji wa Longoli. Natumikaka kazi ya kuzisha sombe kwa Marché Central. Magumu ya njia na bei makali kule kwetu tuko tunaenda kulangula. Njia mashimo inapita kule kunjia Kalima na njia Kasongo kwetu kwenda langula Buchulusi. Batu biko banauza polepole kupitia tena bei chini ya kule kwetu tuko tunalangulia na mamoto yulu. Tunabeba matransport bei makali na kufika huku marshe iko polepole. Bakuba kwa batutengeneze njia kule balabala. Juu marchandise ikuye mingi na itukute hapa. Mashimu, mamoto iko inazama kumatope. Kupitia ile mashimu, marchandise iko natoka kule saba motare banaona vile. Shiba pandisha bei juu. Mimi naitwa mama Yawari Henriette de Conva. Achiluza watu sombe. Soka mama emo hapa kuvile. Magumu iko tu ni magumu ya barabara vile batutengeneze shema barabara pour que marchandise anze kuya mingi na ba motare bakababeba mubea fa normale na sisi tutauza sombe mubea nyeko pasabi. Kwa sasa tunalangula 600 3,500. Tunatia 800 2,500. Kumwisho tuna reduire bei 500 betu rununu. Hatupate kama kawaida, intereko chini sana. Bakuba batutengeneze shetu barabara njoo ya muhimu yenye tunalia. Na kunako habari nyingine, kiongozi wa shirika ya kiraia tawi ndogo ya mtaa wa Kasuku ni mwenye uzuni mkuu kwa matokeo ya uchunguzi ya makaburi ya Kabolongo. Huyu unena hivyo siku ya 4 ya tarehe 26 mwezi na mwaka huu tunao wakati ya ongezi yake na radio za mahali. Mwanasheria Salemu Shaba Baudouin uwaza kwamba matokeo iliyotolewa na kamisheni hiyo sio sawa kwani ina makosa na amealika viongozi wa jimbo kwa uchunguzi nzuri ili kutoa matokeo nzuri na kuadhibu wakosefu. Tumfuate. Sisi kama vile wasimamizi wa chumba ya raia ya komine ya Kasuku tulihuzunishwa kwanza na mwenendo ya kamisheni ambayo iliendaka kuangalia situation ya simetiere ya Kabolongo, kwa sababu hiyo kamisheni ambayo ilisimamiwa kwanza na mchaguliwa ama depute provincial haikuweka kirasmi alaportia batu yote ile raporo yenyewe baliendaka kukuta kule. Balituambia tu makonklusion ni kusema kama simetiere ya Kabolongo inajaa na kuna bakia kafasi kidogo kwa kuendelea kuzika watu. Ni wakati walisema kulibakia fasi kidogo, hawakutuambia ni metre ngapi yenye libakia kwa kuendelea kuzika watu. Sisi tulistuka. Curieusement wao wakakabulana maparcelle. Ile maparcelle balitosha wapi? Na balitosha mulotissement gani? Odela ya hapo kupata maparcelle, bao bakaujisha maparcelle. Kutuambia simetiere imejaa ni uongo mtupu, na ndio maana tunamlomba baba gavana kusema ke komisio ya pili iende kuangalia ile kazi na tutakuta kama kungali viwanja vya kuendelea kuzika watu. Si banasema kama leo simetiere ya Kabolongo na yala batuoneshe simetiere mpya ya komine ya Kasuku kwenye tutaendelea kuzika watu.
RTC Mali, bingwa wa taarifa za habari ndani ya jimbo la Maniema. Na katika tu kurasa ya uongozi wa wasikilizaji wapenzi, tunampokea ndani ya studio Modi na Mama Sudi na maelezo mengi. Naam, Abraham Hamisi, meya wa tauni ya Kindu anapasha kataza kuuzisha biashara kunako mapito ya watu wenye kutembea na miguu, hasa zaidi kwenye eneo zenye zilikarabatiwa na Wachina wakati wa ukarabati wa njia, kwani tendo hilo ni chanzo la ajali ya barabara kwa wenye kutembea na miguu. Masemi hiyo imetolewa naye Osomba Nyamulolo Gabriel, mmoja kati ya vijana wa tauni ya Kindu, siku hii ya tatu ya tariki 25 mwezi na mwaka huu tunao, wakati wa nyongezi na mripoti wa redio yenu. Kwa muda huo ameomba kwa viongozi kufunza watu ili waheshimu mipaka zao. Huyu yuko mbele ya mikrofoni yake Jean Junga. Tuko wenyewe na huzuni sana na mshangazo pia, sababu wenyewe tuko naona hapa haiko sawa. Washinwa wanafanya barabara kubwa na huku mapembeni ya barabara wanaacha fazi ya watu na mguu watembee. Juu ya nini? Wasifanye maajali kule katikati ya barabara. Sasa siku tunakia kuona na watu wanavamia tena ile mafasi yenyewe Washinwa waliacha. Juu ya watu wa mguu kupitaka wanatia ni mafasi yao ya biashara, wanaojisha vitu namna na namuna, hata wenye kuchoma mamindi wanachoma. Meya wetu wa town, useme kitu au uliruhusia? Meya wa town, tusaidie sana, utusaidie sana, ombi letu kwako, ufanye nguvu yote juu ile fasi Wachina waliachaka juu watu kupita miguu ibakie unikuma juu ya watu wapitake, itakuwa mzuri. Kamoni kama kuna kwa accident na kwa nafanyika mingi kwa barabara, mtu mkutaka kuhempa makalanga yako unaujisha, enda ukongewa na pikipiki. Tushimie sisi wenyewe barabara yetu. RTC Mali, habari za mitaa. Habari za mitaa tupeleke uko tarafani Pangi. Kama hivyo tulivyo na nafasi ya pili katika kingila taarifa ya habari ya penda sikilizaji. Askari moja wa FARDC alijiua siku ya tatu ya tariki 25 mwezi na mwaka huu tunao kunako kijiji Kikuni ipatikanao umbali wa kilomita 34 na Kindu ndani ya sekta wa Kabango ya pili mtaani Pangi. Kwa upande wa shirika la kiraia inayokamilisha habari hiyo siku hiyo ya nne, unena kwamba askari huyo alijikuta kama amekwisha poteza masasi ya vita, na hii ni kupitia furaha ya kupokea mshahara wake. Shirika ya kiraia ya Manyema tawi ya Ndeke Manga ni yenye uzuni juu ya tendo hiyo. Shirika hiyo imealika kujiingiza kwa haraka kwa viongozi wa husika ili kuzibia hali kama na hii. Lupungu Mulongo yuko njiani mwa simu na Emmanuel Njade na melezo mengi. Gundi la raia Kulu Kasenga Numbi inapana pole kwa kupoteza mmoja wa askari wetu ndani ya kijiji Kikuni Bause. Sisi shirika la raia kufatana sio kitendo ya kwanza, ni kitendo ya pili. Siku zilizopita pia mwingine askari aliendelea akajipiga pia masasi vi. Na hata hivi viongozi wa askari wanaendelea kuulinda gundi zao kwa kuleta discipline. Maderapage mbalimbali ya askari ndani ya maeneo ile haitoshi. Hata Pasongwe askari walipiga masasi, siku zilizopita watu wakakimbia. Ndio sisi gundi la raia tumenyolosha mikono government ya jimbo na vigundi vyake vya Conseil de Sécurité. Tunanyolosha mikono gundi la raia waeli wetu waliochaguliwa na wakaaji akatako. Mambo kama na hii yalipita, lakini usalama unarudi. Pourquoi Kasenga na Kulu, gundi la raia inaacha mzigo ule kwa government ya jimbo na viongozi wote wa jimbo na wachaguliwa wote wetu wa jimbo la Manyema. Tukibaki tuko tarifane Pangi, wapenda wasikilizaji, kunako ukurasa ya maadibisho, walimu wa shule ya mtaa wa Pangi wameomba mshahara wao wa miezi 2 yenye Caritas Kasongo inapasha walipa. Wakati ya ongezi na vimbo pashaji habari awa wametukuza kujiingiza kwa viongozi kwa kuwapeleka kunako benki nyingine TID, wakikamilisha ni vema mshahara zao zilipwe. Msemaji kwa muda wa gundi hilo Kibonge Mbula, director wa shule ya msingi Muminya, amealika hivi viongozi wa husika kutoa suluhisho ya haraka. Huyu yuko mbele ya mikrofoni yake Jean Junga.
Tunashukuru president wetu wa Assemblée provinciale ya Maniema. Tunashukuru tena zaidi excellence monsieur le gouverneur ya province ya Maniema, pia excellence monsieur le ministre wa education mu province ya Maniema, namna balijitolea kwa kuweza kututosha kukarita Kasongo na kutuingiza kubanke ya TID. Mungu asifiwe sana. Baomba bapiganishe sana kwa namna yote ambao relika yetu ya frais de fonctionnement na prime de gratuité ya balimu ya miezi 2, mwezi wa 5 na mwezi wa 12 2025 yenye hatuyapata tuipate kwa msaada yao, na tulipwe mpaka mwalimu wa mwisho wa école primaire wa ile province éducationnelle yote mbili, Maniema 1 na Maniema 2. Tukomeshe taarifa ya habari wapenda wasikilizaji na habari ya kandanda kupitia mzunguko wa FK. Pambano mbili ziliendeshwa siku ya 4 ya tarehe 26 mwezi na mwaka huu tunao kunako uwanja Makuta ya Kindu. Pambano ya kwanza ni kati ya timu ya El Mordon na timu ya Racing Club Boa. Tokeo ni goli 2-3 kwa faida ya timu ya Racing Club Boa, na kunako pambano ya pili AS Olympique ilipambana na TS Fourmi Rouge. Tokeo ni goli 3 kwa pande zote mbili. Pambano hii ni katika mpululizo ya mzunguko ya kandanda ya panafasi. Kunako ligi taifani ya kandanda, pambano nyingi ziliendeshwa siku ya 4 kunako uwanja mbalimbali ya nchi. Pa Lubumbashi Sport ilipambana na FC Chikas. Tokeo ni goli 3-1 kwa faida ya timu ya Lubumbashi Sport, na timu ya Lupopo ilipambana na S Manika. Matukio itawajia baadaye. Na kunako fasi nyingine FC Celeste ilipambana na MK. Tokeo ni goli 1-0 kwa faida ya timu ya FC Celeste, na kwa mwisho timu ya FC Renaissance ilipambana na timu ya DSMP. Tokeo ni goli 1 pande zote mbili. Fahamuni kwamba matokeo ya pambano hizo itasaidia kupanga matimu hizo. Mwisho taarifa ya habari kwa Irini. Tunawatangazia kila siku kwenye mitabendi 105.1 kwenye masafa mafupi.